Taarifa. Sasa kidogo. Tuanze. Habarini za asubuhi ndugu waandishi wa habari. Kwanza tuna ngoja kabisa waje waweke swali. Wengine wanakuja. Ngoja waweke wasafiri. Tunakuwa nasubiri mtamana mic wewe. Basi kwa tuendelee. Habari vipi? Ndio huko basi. Nainuka sana. Kwa hiyo tuendelee. Karibu tena. tunaweza kuanza Asante. Kama ilivyo desturi, ni kawaida kwa taasisi mbalimbali ikiwemo taasisi za kisiasa, kila mwaka mpya unapobisha hodi kutoa mwelekeo wa taasisi husika kwa wadau muhimu. Na kwetu sisi kama chama cha siasa, wadau wetu muhimu, wadau namba moja ni wananchi. Kwa hiyo hivi leo, wakati juma la kwanza la mwezi Januari mwaka 2018 likiwa linakatika, tumeonelea ni vyema kuzungumza na wadau wetu ambao ni wananchi kuhusu mwelekeo wa chama chetu kwa mwaka 2018 kupitia nyinyi waandishi wa habari. Mambo tutayoeleza hapa ni maazimio ya vikao mbalimbali vya chama mwishoni mwa mwaka 2017 ambayo yanaelekeza chama chetu kiende wapi. Kwa hiyo ni matumaini yetu kwamba kupitia muhtasari huu tunaoleta kwenu wa vipaumbele vyetu vya mwaka 2018, wadau wetu yaani wananchi wataelewa chama chao kinakwenda wapi katika mwaka 2018. Tutaongea kwa kifupi maeneo ambayo tutayatilia mkazo kwa mwaka 2018, na mimi nitawasilisha kwa ujumla, na ndugu Tao ambaye ni mwenyekiti wetu wa wazee kama alivyotambulisha atawasilisha sehemu, na ndugu Tumaini Birigmana ambaye ni katibu wa wabunge katibu wa madiwani mkoa wa Kigoma amekuja kuwasabai wa Kigoma na wasalimia. Mwaka 2018 katika chama chetu ni mwaka wa uchaguzi wa ndani ya chama. Chama cha ACT Wazalendo tunaamini kwa dhati kwamba demokrasia ya kweli tunayoiimba ni sharti ianzie ndani ya chama. Ni lazima sana demokrasia hiyo ijipambanue kwa kuwapa nafasi wanachama kufanya na kushiriki katika maamuzi na kushiriki katika kuchagua viongozi wao. Kwa hiyo mwaka 2018 chama chetu kitawapa nafasi kwa mujibu wa katiba wanachama kushiriki katika kuchagua viongozi wa ngazi zote. Kwa hiyo uchaguzi utafanyika kuanzia ngazi ya chini kabisa, na katika chama chetu ngazi ya chini ni ngazi ya tawi. Kwa hiyo uchaguzi utaanza kwenye matawi, utakwenda kwenye kata, utakwenda kwenye majimbo, utakwenda kwenye mikoa, na mwishoni tutafanya uchaguzi katika ngazi ya taifa. Kalenda yetu ya uchaguzi inaonyesha kwamba kilele cha uchaguzi kitakuwa mwezi Agosti mwaka huu, ambapo kikao cha juu kabisa cha chama chetu ambacho ni mkutano mkuu kitapata nafasi ya kuchagua viongozi wakuu wa chama chetu. Hiyo ndio kusema kwamba kwa mwaka huu 2018
wanachama ambao ni wajumbe wa mkutano mkuu watapata nafasi ya kuchagua kiongozi wa chama, watapata nafasi ya kuchagua mwenyekiti wa chama, watapata nafasi ya kuchagua makamu wenye viti wa chama, na viongozi wengine watachaguliwa pia katika vikao vingine. Kwa hiyo mwaka huu tutafanya uchaguzi wa ndani. Kupitia nyinyi waandishi wa habari, tunatoa wito kwa wanachama washiriki kugombea na wajitokeze kuchagua viongozi katika ngazi mbalimbali. Hilo ndio eneo la kwanza ambalo tutalipa mkazo mwaka huu. Eneo la pili ni kuimarisha ushirikiano na vyama vya wafanyakazi. Kamati kuu yetu ya ACT Wazalendo katika kikao chake kilichopita mwishoni mwa mwaka jana iliazimia kwamba mwaka 2018 utakuwa ndio mwaka wa kuimarisha maradufu ushirikiano baina ya chama chetu na vyama vya wafanyakazi. Chama chetu kinafahamu kwamba wafanyakazi serikalini na katika sekta binafsi wamekuwa wakikumbana na changamoto na madhira mbalimbali yanayoviza ustawi wao, na tunafahamu kwamba katika awamu ya 5 changamoto hizo zimeongezeka maradufu. Changamoto kama mishahara, changamoto kama maeneo mabovu ya kufanyia kazi, mazingira duni makazini, changamoto kama kukosa posho, changamoto mbalimbali ambazo wafanyakazi wanakumbana nazo, pamoja na vitendo mbalimbali ambavyo vinarekodiwa vya uonevu. Kwa hiyo tunafahamu kwamba ili wafanyakazi waweze kupambana na changamoto hizi ni muhimu sana wadau wote ikiwemo vyama vya siasa vishiriki. Kwa hiyo chama chetu kimeamua kwamba mwaka huu 2018 utakuwa ni mwaka wa kuongeza maradufu ushirikiano na vyama vya wafanyakazi. Na tumeshachukua hatua, tumeviandikia vyama mbalimbali vya wafanyakazi barua, tumeandaa ziara ya mshikamano ambapo viongozi wa chama wa juu watafanya ziara kwenye vyama mbalimbali vya wafanyakazi ili kujifunza kutoka kwao maeneo gani ya changamoto wanazokabiliana nazo ambazo tunapaswa kuzipigania hasa kupitia bunge. Na hii haimaanishi kwamba maeneo ambayo tulikuwa tunayatilia mkazo kabla tutayaacha kando. Kwa mfano, ikumbuke kwamba mwaka uliopita tulitia mkazo sana kwa wakulima, kuzungumzia shida wanazokabiliana nazo katika mazao mbalimbali. Haimaanishi kwamba kero zao zimeisha. Kwa mfano, Rais wakati akizindua jengo jipya la tume ya takwimu alisema kwamba licha ya kwamba tunasema vyuma vimekaza, haimaanishi kwamba kila eneo vyuma vimekaza, na alitilia mfano wakulima wa korosho akisema kwamba wakulima wa korosho mambo ni mazuri, bei ni mzuri, na kwamba mambo ni mazuri sana huko kwa kiwango ambacho mbuzi wananyweshwa soda. Sisi tunafahamu kwamba taarifa hiyo sio sahihi, na inawezekana Mheshimiwa Rais amepewa habari potofu na afahamu kwa ukamilifu kile alichokizungumza. Hivi sasa tunavyozungumza, wakulima wengi wa korosho licha ya bei kuwa mzuri, licha ya kukamilisha kuuza korosho zao, mpaka sasa hawajalipwa. Takriban miezi 4 tangu wauze korosho zao, kutokana na mfumo mbovu wa kibenki, kutokana na maandalizi duni ya wadau ambao walikuwa muhimu katika zoezi la ununuzi. Kwa hiyo tunatuma ujumbe kwa Mheshimiwa Rais kwamba ile anayosema kwamba vyuma havijakaza kwa wakulima wa korosho si taarifa sahihi. Vyuma bado havijaachia kusini, kwa sababu watu wameuza fedha katika makaratasi tu hivi, wameuza korosho, hawajalipwa. Wamelima wenyewe, serikali iliwaahidi kwamba itawapa pembejeo, haikuwapa pembejeo, wachache walipata pembejeo pungufu, sasa wameuza, mpaka sasa hawajalipwa. Fedha tunaambiwa ziko benki, tatizo ni nini? Au kuna watu wanacheza na fedha za wakulima? Manake fedha tunajua saizi korosho imevunja rekodi matrilioni, watu wakikaa nazo kwenye mabenki, inawezekana kuna michezo inafanyika. Kwa hiyo hatutowaacha wakulima, lakini tunafahamu pia wafanyakazi wameachwa solemba, na mwaka huu utakuwa ni mwaka wao. Eneo la tatu ni kuimarisha ushirikiano na vyama vingine vya upinzani. Kamati kuu yetu iliazimia kwamba ni lazima mwaka 2018 uwe mwaka wa kuongeza zaidi ushirikiano na vyama vingine. Na hapa tufafanue ili tueleweke vizuri.
watu wamekuwa wakiuliza ushirikiano huo mipaka yake ni ipi, kwa sababu kila chama kina itikadi yake, kina falsafa yake, kina sera yake na kina mikakati yake. Ukiondosha itikadi, sera na falsafa, hakuna chama. Chama sio genge tu ambalo linaweza kubadilika dakika yoyote. Kwa licha ya ukweli kwamba kila chama kina mambo hayo, lakini yapo maeneo ambayo chama hakiwezi kukwepa kufanya ushirikiano. Mathalan, kwa muktadha wa nchi yetu, hatuwezi kukwepa kufanya ushirikiano na wenzetu wa vyama vya upinzani katika mapambano ya demokrasia na kudai katiba mpya. Katika hali ya sasa ambayo serikali imejipambanua kuminya na kukandamiza misingi yote ya kidemokrasia, hauwezi kusema kwamba utapigana vita hiyo peke yako. ACT hatutaki kuingia katika mkondo wa kujiaminisha kwamba tutapigania misingi hii inayovunjwa mmoja baada ya mwingine peke yetu. Hatutaona aibu kushirikiana na wenzetu katika upinzani katika mapambano ya demokrasia na pambano ya kudai katiba mpya. Na ndio maana kiongozi wa chama kwa kutekeleza azimio hilo ameshafanya mazungumzo ya awali na mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo ndugu Freeman Mbowe, na mwenyekiti wa chama cha Chauma ndugu Hashim Rungwe, na katibu mkuu anaendelea na mchakato wa kuwafikia makatibu wakuu wenzake ili pawe na mchakato wa mazungumzo ya kina kabisa kuhusu mkakati wa kushirikiana kwa pamoja. Kwa hiyo mwaka huu mkituona tunakwenda kwa wenzetu, ni kwa sababu tumeshaamua huo ndio uelekeo wetu wa sasa, kwa sababu hali ya kimapambano ni mbaya sana katika uwanja wa kidemokrasia. Na eneo jingine ni haki za kijamii. Sisi tunafahamika ni chama kinachopigania haki za kijamii, hasa katika eneo la bima ya afya kwa makundi ambayo hajafikiwa, na eneo letu la kuanzia ni manispaa yetu ya Kigoma Ujiji. Imezoeleka kwamba bima ya afya ni kwa wafanyakazi peke yake, lakini ukienda Kigoma unakuta na makundi mengine ya kawaida, wajasiriamali wadogo. Tuna mfumo huu wa bima ya afya kupitia mfuko wa mbunge, watu wapate matibabu na kuweka hifadhi ya jamii. Lakini pia tunasisitiza kuhusu fao la bei, tunaipush sana serikali ichomeke iko kitu katika moja ya benefits katika mifuko ya hifadhi ya jamii. Na lakini mwaka huu tunafahamu kwamba yapo mambo mengine hayajaguswa vizuri katika mapambano yetu. Kwa mfano, mpaka sasa yako mapambano makubwa sana kuhusu eneo la uporaji wa ardhi, uhakika wa chakula na afya, maeneo ya elimu, afya. Katika nchi yetu ni bidhaa inauzwa, elimu bora. Unaweza kuambia elimu bure, lakini elimu bora Tanzania ni bidhaa. Uhakika wa chakula nao umebidhaishwa. Na afya nayo imebidhaishwa. Kwa mapambano yetu makubwa mwaka huu yatakuwa pia katika eneo la haki za kijamii, kuhakikisha misingi ya utu, heshima katika maeneo haya yanayogusa watu wengi yanazingatiwa. Kwa hiyo tutayapigania sana maeneo hayo. Kwa hiyo huu ndio mwelekeo wetu. Sisi tunaamini kwamba chama makini cha siasa hakiwezi kwenda kwa matukio tu. Lazima kiwe na mwelekeo wa jumla. Watu wakikuona unazungumza wanajua mwanzoni mwa mwaka ACT walisema kwamba wao mwaka huu wao na wafanyakazi, wao mwaka huu wao na vyama vingine vya upinzani, wao mwaka huu na haki za kijamii na maeneo mengine tulio yapambanua. Kwa hiyo nimkaribishe Comrade Tao azungumze pia kidogo. Huyu ni mwenyekiti wa katibu wa ngome ya wazee ya chama cha ACT Wazalendo kwa ufupi, pale ambapo mimi sijapatilia mkazo, halafu tutaruhusu maswali. Cha ACT Wazalendo vile vile mwaka huu italenga kuwatetea wastaafu ambao wengi wao ni wazee, wapate maslahi bora, wapate pensheni inayoridhisha, kwa sababu kwanza viwango vya pensheni vinavyotolewa hadi sasa kwa wastaafu bado haviridhishi. Kwa hiyo chama chetu mwaka huu kitatilia mkazo kutetea haki za wastaafu, ikiwepo pamoja na kuboresha pensheni zao. Vile vile kuna sheria mpya ya pensheni ambayo inatazamiwa kufikishwa bungeni Januari mwaka huu.
Januari hii katika bunge ambalo litakutana mwezi Januari, yani mwezi huu mwishoni, bunge litakutana. Miongoni mwa sheria ambazo zinapelekwa kujadiliwa bungeni na ili zipitishwe kuwa sheria ni sheria mpya ya pensheni. Sisi ACT Wazalendo tunasema sheria mpya ya pensheni itawaumiza wazee wastaafu, wazee itawakandamiza na itawadhulumu haki zao. Tunataka sheria hii ifanyiwe marekebisho au iondolewe, kwa sababu ubaya wa sheria hii inasema kwamba wastaafu watakatwa kodi kwenye pensheni yao. Kwa hiyo hii sheria ni mbaya sana, itawaumiza na itawadhulumu haki za wafanyakazi, kwa sababu wafanyakazi wanakatwa kodi kila mwezi kwenye mishahara yao. Sasa inakuwaje tena wakati wa kustaafu pensheni yao ikatwe kodi? Kwa kweli tunasema hii sheria ni mbaya, irekebishwe au iondolewe, na tutafanya ziara kwenye vyama mbalimbali vya wafanyakazi kuwaelimisha wenzetu wafanyakazi ubaya wa hii sheria, ili nao wachukue juhudi za makusudi kuipinga, ili serikali iondoe huo mswada au ufanyiwe marekebisho, kwa sababu wastaafu wakikatwa kodi kwenye pensheni, kwa kweli watabakiwa na hela kiduchu sana ambazo hazitawasaidia katika maisha. Na ikitiliwa maanani kwamba wengi wao ni wazee, hawana nguvu tena ya kufanya kazi za uzalishaji kama vile kulima na kazi nyingine. Kwa hiyo tunataka hii sheria ni mbaya sana, iondolewe au ifanyiwe marekebisho, vinginevyo wastaafu watapoteza haki zao na watanyanyasika, ikitiliwa maanani kwamba wengi ni wazee, hawana nguvu za kufanya kazi nyingine za uzalishaji kama kulima na nini, wameshafikia umri wa kustaafu, kwa hiyo hawana nguvu. Kwa niaba ya waliochelewa, naomba urudie kidogo pita juu. So tungeenda kwenye maswali nilikuwa vizuri zaidi, mtendea kina studio wide. Au kama kutakuwa hawajitosheleza utabaki utauliza maswali. Angeacha tu. Hapana. Studio wide. Akitendea sababu amalize kabisa, au kama kuna sehemu itakuwa hajazisikana kwa maswali. Yeah. Jina naitwa Saidi. Yaani iwepo faida ya bwana kuchelea. Kuchelea mbao. Ya, naitwa Saidi. Natokea Mwananchi. karibu kwa swali, endelea. Naitwa Saidi, natokea Mwananchi. Mara mwisho hadi wakati mnaongea hapa na mheshimiwa kiongozi mkuu, msema kwamba mna mchakato wa makatibu kukutana na vyama vingine vya upinzani ili kujadili changamoto za siasa. Leo umerudi. Tupe matokeo ya baada ya nyinyi kukutana na makatibu wa vyama vingine. Wakati wenu ni upi? Hilo la kwanza. Alafu pili, leo umerudia tena kwamba mtaungana na vyama vya upinzani. Je, ndio rasmi mnajiunga na Ukawa au bado mnaungana kwa ajili ya kutetea lakini bado mko ACT? Ni haya mawili. Swali la pili. Mwenye swali lingine twende. Basi jibu kwanza hilo. Asante sana. Nianze na hilo la matokeo ya mazungumzo ya katibu mkuu na makatibu wakuu wenzake. Kwanza ni muhimu kufahamu kwamba kwa muundo wa vyama vingi, katibu mkuu anaongoza jopo la ufundi, wengine wanaita wakurugenzi kwa CUF na Chadema, sisi tunaita makatibu. Hawa ni wataalamu wanaongoza idara. Kwa hiyo mazungumzo ya katibu mkuu na makatibu wengine ni sharti yawekwe katika mkondo wa mazungumzo ya kina na maalum. Kwa hiyo tofauti na ziara ambazo viongozi wa juu wa kisiasa kama kiongozi wa chama na wenye viti wanaweza kufanya. Kwa hiyo hili la katibu mkuu na wenzake halijaiva, kwa sababu sharti wakae chini kwa umakini sana kuainisha maeneo ya kimkakati ya pamoja,
kuainisha namna ya kimapambano. Sasa hili halijakamilika, na litapokamilika maana yake ni la pamoja. Kwa hiyo hili livute subira, lakini ambacho kimefanikiwa toka kamati kuu iliyopita na sasa ni kwamba kiongozi wa chama amekutana na mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, na amekutana pia, alimtembelea mwenyekiti wa chama cha Chauma, na atafanya hivyo yeye pamoja na mwenyekiti wa chama chetu kwenye vyama vingine vya upinzani. Alafu tutatoa majumuisho ya pamoja, lakini theme kubwa inayozungumzwa ni tunawezaje kwenda pamoja kwenye mapambano ya kidemokrasia. Kwa hiyo mambo mbalimbali yanaainishwa, na tutapokuwa tumefika mbali zaidi tutatoa majumuisho ya yale ambayo yamezungumzwa. Umesema tunakwenda Ukawa. Ukweli ni kwamba tunakwenda kushirikiana na vyama vyote vya upinzani kwenye mapambano ya kidemokrasia. Kwa sababu gani? Maana ni lazima tueleze kiini. Wanapofungwa watu haibagui. Sisi mpaka leo viongozi wetu wa ngazi ya juu, kiongozi wa chama, mwenyekiti wa chama, katibu mkuu, wana mafaili jeshi la polisi, wameitwa, wajaambiwa kama kesi yao imefutwa, bado vifaa vyao, simu, vifaa vya ofisi viko polisi. Hii ina maana kwamba adha zinazowakumba wengine na sisi zinatukumba. Kwa hiyo kama watu wana kesi tunazo wote. Kama watu watakamatwa na kupigwa, kama hujapigwa leo utapigwa kesho. Kama dhoruba zinazowakumba wengine, kama kuna watu wamepotea, hatujui nani anawapoteza, kama hujapotezwa leo utapotezwa kesho. Yaani hiyo ni picha ya jumla, ni lazima uielewe. Sasa ukishaielewa hiyo, huwezi kukwepa kushirikiana na wenzako, kwa sababu kama lipo jambo halijakukumba leo litakukumba kesho. Labda uamue kuacha kuusimamia ukweli, lakini mazingira ya nchi yetu yanaonyesha kwamba ukiendelea kusimamia ukweli na kudai misingi ya haki na demokrasia, wewe ni mtekwaji mtarajiwa, wewe ni marehemu mtarajiwa, wewe ni mteswaji mtarajiwa. Hayo ni mambo ambayo mtu yoyote mwanaharakati, mtu yoyote mwanasiasa madhubuti ni lazima ayafahamu. Katika mazingira ya kiza namna hiyo, anayekwepa kushirikiana na wenzake anafanya kichekesho. Kwa hiyo tutashirikiana na wenzetu kudai demokrasia na mapambano ya haki. Hayo ndio maeneo tumeainisha. Mengine yakiibuka yataibuka katika wakati mwafaka, ila hayo ndio maeneo tuliyochagua hivi sasa. Swali lingine? Pale. Kwa kauli yako hiyo, naitwa Pius kutoka Dar es Salaam. Kwa kauli yako hiyo, ina maana kwamba mmeshahalalisha kwamba mmeshajiunga rasmi Ukawa? Kauli pale. Asante sana kwa swali lako. Kwanza, lugha inayotumika ni kushirikiana na vyama vyote vya upinzani. Kiongozi wa chama amekwenda amezungumza na ndugu Freeman Mbowe, amezungumza na ndugu Hashim Rungwe wa Chauma. Chauma haipo Ukawa. Tutashirikiana na wapinzani wote katika mapambano ya demokrasia na kudai haki, ikiwemo katiba mpya. Hilo tutalifanya kwa vyama vyote vya upinzani bila kubagua hawa wako ndani ya Ukawa au wako nje ya Ukawa. Kwa nini tunafanya hivyo? Kwa sababu sisi wote, labda uamue kuwa mnafiki, sisi wote tukipigania haki, tukipigania ustawi wa jamii kwa kukosoa, sisi wote ni wahanga watarajiwa. Hiko ndio kinachotusukuma. Kwa hiyo hayo ndio maeneo, na kamati kuu imekuwa very specific kupigania demokrasia. Tutashirikiana na wenzetu. Karibu. Mimi naitwa John, nimetokea Dampo. Unado uchaguzi wa Kinondoni na Asira na kata 4 umetangazwa. Tulishuhudia mwaka jana umetangaza kususia uchaguzi ambao unategemea kufanyika mwishoni mwa mwezi huu, katikati ya mwezi huu. Je, uchaguzi huu mpya uliotangazwa nao mtasusia au msimamo wenu ukoje kuhusu uchaguzi huu ambao unaelekea tena kuanza muda si mrefu? Asante sana. Ni kweli kamati kuu iliyoketi mwezi Disemba pamoja na mambo mengine iliamua kwamba kutokana na vitendo vilivyojitokeza katika uchaguzi wa marudio katika kata 43,
haikuwa mwafaka kwa chama kushiriki katika uchaguzi uliotangazwa upesi. Na ukweli ni kwamba uchaguzi ule ukiutafutia jina ule wa kata 43 bila kuhofia, haukuwa uchaguzi, ulikuwa uporaji. Yaani yalikuwa ni maigizo yaliyolenga kupora sauti za wananchi, haukuwa uchaguzi. Kwa hiyo unaenda katika uchaguzi ambao serikali haioni soni, Chama cha Mapinduzi hakioni soni kuwatoa mawakala katika vyumba vya uchaguzi vya kuhesabia, haioni soni kupindua matokeo, alafu naambiwa wiki 3 kuna uchaguzi, ni lazima uoneshe umechukia, ni lazima uoneshe kupinga jambo hili. Lakini sisi kamati kuu yetu ilikuwa wazi kwamba kupinga na kususia uchaguzi ule ilikuwa ni immediate reaction, ni mwitikio wa upesi wa kuonyesha hasira zenu. Lakini ukisoma statement ile ya kamati kuu inasema na inaeleza kabisa, tunafahamu kuna uwezekano wa Chama cha Mapinduzi kutojali kususia kwenu, kutojali kuchukia kwenu, wakaendelea na vitendo vya kukandamiza demokrasia. Kauli yetu kwenye kamati kuu inatoa jibu, inasema ni muhimu kuangalia ngazi ya pili, yaani mapambano ni lazima yawe na kujitathmini. Na hali inavyoonekana sasa ni kwamba Chama cha Mapinduzi hakijali, ndio kwanza wanaita uchaguzi upesi, au watu ambao wanashawishiwa na kuingia huko ndio wanafanywa sasa kama mchezo mwepesi wa kupewa zawadi. Kwa chama chetu kitatathmini, ila mazingira yaliyosababisha wakati ule kusimama hayajabadilika, yako vile vile. Sasa chama lazima kitafakari. Tunafahamu tarehe 20 ndio mwisho kurudisha form, uteuzi unafanyika tarehe 20, lakini mazingira yako yale. Je, tunakwenda awamu ya pili? Awamu gani? Tusubiri. Lakini CCM ifahamu kwamba watu hawatokaa kimya, watu hawatutumia njia zile. Kwa hiyo chama kitafakari, tutawaarifu pia. Mwenye swali? Labda naweza swali nyingine kwa kidogo kwamba ACT Wazalendo imekuwa kama vile chungu ambacho kinapika viongozi, na hili limeeleweka na limeeleweka kwamba mtu akiiva anachukua sehemu fulani. Je, wewe una mpango wote wa kuweza kuingia sehemu fulani? Inawezekana unafanya press conference kama hizi kwa ajili ya kwenda sehemu fulani? Nishukuru sana kwa swali hili, kwa sababu mimi mara nyingi huwa sipendi kujizungumzia mimi mwenyewe kutokana na malezi ya kiitikadi niliyopata. Mimi nimehitimu Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Mbali ya elimu rasmi, pia nimekuwa mtu wa kujitolea muda mrefu kigoda cha Mwalimu Nyerere na baadaye Kavazi la Mwalimu Nyerere. Kwa hiyo nilipata elimu isiyo rasmi ya kiitikadi kupitia mikono ya kina Profesa Shivji, mikono ya kina Dr. Mwanza Kamata na wengineo. Na nimefunzwa huko kwamba mapambano si mtu, mapambano ni vuguvugu la pamoja la ujumla. Kwa hiyo mara chache huwa napenda kujizungumzia mimi. Sasa leo nashukuru nimepewa fursa kupitia swali nijizungumzie. Mimi ninaamini ukiwa ndani ya chama cha siasa ni lazima uwe na sababu zinazokusukuma kuwa ndani ya chama cha siasa. Na mimi nimekuja ACT Wazalendo kwa sababu nimependa itikadi yake, nimependa falsafa yake, nimependa sera zake. Na kabla sijaja ACT Wazalendo nilipata nafasi ya kukichunguza chama nje ndani kikoje. Nilipojiridhisha kwamba hiki chama ndio jukwaa mwafaka la mimi kupigania yale ninayoyaamini, kwa sababu mimi kiasiri ni mjamaa, ninaamini katika ujamaa na misingi ya utu, nikaingia ndani ya ACT Wazalendo. Siwezi kutoka, na ukimuona mtu anatoka ujue huyo ni mbabaishaji. Huwezi ukatoka ndani ya chama bila kuwa na kuyumba kwa itikadi, falsafa au sera, kwamba nilikwenda ACT nilikuta itikadi hii, falsafa hii na sera hizi, na sasa mambo haya yamebadilika au yamevurugika, kwa hiyo ninaondoka. Lakini nikiwasikiliza watu wengi wanaondoka ndani ya ACT, na bahati nzuri wanaondoka wengi zaidi vyama vingine. Tukikaa chini tupige hisabati, pengine wanaweza wakawa wengi kwenye vyama vingine kuliko ACT Wazalendo. Ukiwasikiliza kwa makini
inakupa jibu kwamba siasa zetu ni za kuchumia tumbo kwa sehemu kubwa, kwamba watu wapo katika vyama vya siasa bila sababu za misingi. Watu wapo katika vyama vya siasa kwa sababu za kibinafsi. Kama kweli wewe ni mpiganaji na ulikuwa katika chama kwa ajili ya itikadi, falsafa na sera, bila kujali CCM, ACT, Chadema na kwingineko, huwezi kutoka kiurahisi. Kwa hiyo mimi huwa nawapa challenge wenzangu wanaotoka, na bahati nzuri mimi sina siasa za chuki. Kwa hiyo naweza kukaa kwenye kahawa na mwalimu wangu Kitila, naweza kukaa kwenye kahawa ndugu Mwigamba akipenda, na wengineo, nikawa challenge, give me one good reason to quit this party. Nipe sababu moja nzuri ya kuondoka chama hiki, nitaondoka. Sasa nikisikiliza sioni sababu moja mzuri, isipokuwa ziko mzuri za kibinafsi. Huo ndio kweli, za kibinafsi. Unaweza ukawa na changamoto kwenye vyama, hatukatai. ACT ina changamoto, CCM ina changamoto, CUF inazo changamoto. Leo hii mimi ndani ya chama hiki nikikuta changamoto fulani ndogo, mimi naweza kupishana kauli na ndugu Zitto, ni sehemu ya mapambano. Nikipishana kauli na ndugu Zitto, kesho naita press conference, naondoka ACT Wazalendo. Sababu nini? Mimi na bwana Zitto tumepishana kidogo. Inaonesha ulikuwepo ndani ya chama hiki, huna sababu za msingi za kuwepo. Kwangu mimi chama hiki ni jukwaa la kimapambano. Ninamuomba Mungu, manake naamini katika Mungu, aniendelee kunikalisha hivyo hivyo ndani ya chama hiki kama jukwaa la kimapambano. Na sio lazima ushike madaraka uwe mbunge. Tumezungumza hapa korosho, pembejeo hazijafika. Mama Samia hakujibu Lindi baadaye kwamba pembejeo hazijafika. Who knows, pengine ni kutokana na hizi kelele. Mkienda kwenye mambo positive, majukwaa haya ni majukwaa ya wanyonge, vyama vya siasa. Watu wakikandamizwa chini, unaweza kupaza sauti na mambo yakabadilishwa. Kwa vyama vya siasa visichukuliwe kama project binafsi. Kwangu mimi nijieleze, mara chache nasema kibinafsi, huo ndio msimamo wangu. Niko hapa kwa itikadi, falsafa na sera. Nitaondoka ACT Wazalendo siku tukiyumba kiitikadi, kifalsafa na kisera ambazo mimi naziamini, na niko tayari kuzifia. Pengine hatuchunguzwi tu mapambano vyama hivi vidogo. Wengine wanadhani, nitoe nasaha kwa vijana pia, wanadhani ukiwa mwenezi ACT Wazalendo kuna maslahi makubwa unayoyapata kibinafsi. Hakuna. Kwenye vyama vya upinzani vyote, karibu vyote, hakuna maslahi. Ukija hapa ukawa mwenezi, umekubali mosi kukata uwezekano wako wa kuajiriwa serikalini. Si unaongea, unawakera watu kila siku. Nani anaweza kuchukua? Hakuna. Makampuni na hivi yanapoingia off, unajikatia yote. Umekubali kufa kidogo katika maisha yako katika mapambano. Ukishakubali hiyo, raha yako wewe moyoni, mimi raha yangu kusema kweli ni kuona haya ninayoyafanya yanaleta matokeo katika jamii. Nikiona nimezungumza kitu fulani na kuna reaction au watu wana appreciate, hiyo ndio furaha yangu, sio pesa. Na niliofanya nao kazi wanafahamu hivi. Wanafahamu kabisa. Tatoa mfano mdogo wa mwisho. Mimi nani ameniingiza ST? Nimesema nimesoma sera, itikadi na falsafa. Lakini ukweli, na hili nisema kila siku, alifanya jitihada binafsi ni Profesa Kitila Mkumbo. Profesa Kitila Mkumbo kuja kwangu na kwa familia, tuseme ukweli kwamba huyu atakuwa potential, aende kwenye mapambano. Nilivyoingia humu ndani, hata kama tukipishana na mwalimu wangu, na bahati nzuri yetu tunapishana kwa hoja tu, tunakaa pamoja tunapishana hivyo. Hata kama akiondoka, naambia mwalimu, I beg to differ katika hili. Na nyinyi mashahidi, mimi naweza kuandika kwamba mwalimu, katika hili tunapishana kwa sababu nilisharidhika. Kwa hiyo hatufanyi press kwa sababu ya kuinua jina, na ni hatari sana kama unatumia vyama hivi kama vichuguu tu vya kuonekana ili upandishe bei na upige bei baadaye na nini kama ngani. Asante. Kumradhi kwa kujizungumzia kibinafsi.
naongea huku. Sisome. Tunaanza kwanza. Asante. Ndugu waandishi wa habari, tumewaita hapa ili tuwape mwelekeo wa jumla wa chama chetu kwa mwaka 2018. Maeneo gani tutayapa kipaumbele, maeneo gani tutayakazia kwa mwaka huu. Kwa hiyo yako maeneo manne tumeainisha, na haya ndio yatatuongoza katika matendo yote tutayoyafanya kwa mwaka 2018, isipokuwa kama kukiwa na mahitaji mengine ya kimazingira. Eneo la kwanza, mwaka 2018 utakuwa ndio mwaka wa uchaguzi ndani ya chama cha ACT Wazalendo. Tutafanya uchaguzi kuanzia mwanzoni mwa mwaka huu mpaka mwezi wa 8. Kilele cha uchaguzi kitakuwa mwezi wa 8. Tutafanya mkutano mkuu jijini Mbeya, ambapo viongozi wa sasa kuanzia chini mpaka juu wote watapata nafasi ya kuchaguliwa tena. Kama mtu atataka kugombea tena, atagombea tena. Kama wananchi wakisema hapana wanachama, itakuwa hapana. Kwa hiyo tutafanya uchaguzi wa ndani. Kwa nini tunafanya uchaguzi wa ndani? Ni kwa sababu tunaamini demokrasia tunayoipigania ni lazima ianze kuakisiwa kutoka ndani. Hilo ni eneo la kwanza. Eneo la pili, mwaka 2018 utakuwa ni mwaka wa kuimarisha ushirikiano baina ya chama chetu na vyama vya wafanyakazi. Tunafahamu wafanyakazi wana changamoto nyingi, changamoto za mazingira ya kazi, changamoto za mishahara duni na nyingine nyingi ambazo tumekuwa tukizifanyia utafiti mara kwa mara. Mwaka huu tutashirikiana sana na vyama vya wafanyakazi kuhakikisha tunapigana pamoja nao ili maslahi yao yaweze kuimarika na kuwa bora zaidi. Na tumeshaandaa ziara ya mshikamano, tutavitembelea vyama mbalimbali vya wafanyakazi ili tujifunze kutoka kwao na kuona namna tunavyoweza kupambana pamoja. Eneo lingine la tatu ni ushirikiano na vyama vingine vya siasa. Tumeazimia kwamba mwaka 2018 utakuwa ni mwaka wa kuimarisha ushirikiano na vyama vingine katika mapambano ya kidemokrasia. Uwanja wa kidemokrasia umebinywa sana, haki za kiraia zinakandamizwa sana, na sisi pia ni wahanga wa hali hiyo. Mpaka sasa tunavyozungumza, viongozi wetu watatu hawajaambiwa kama wapelekwa mahakamani au kesi imefutwa, ile kesi kuhusu takwimu. Na Mheshimiwa Rais ameshasema hawa watu wa takwimu hao wachukuliwa watu fahamu. Bado vifaa vyetu vya kielektroniki vinashikiliwa na polisi. Kwa hiyo yale madhira yanawakumba wengine na sisi yanatukumba, na yale ambayo hayajatukumba pengine yatatukumba baadaye. Kwa hiyo tumeona bora tushirikiane na wenzetu katika mapambano ya kudai misingi ya kidemokrasia na kuitetea pamoja na katiba mpya. Na tayari kiongozi wa chama ameshafanya mazungumzo na ndugu Freeman Mbowe ya awali, mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo, na ndugu Hashim Rungwe wa chama cha Chauma, na ataendelea kufanya hivyo kwa vyama vingine, na katibu mkuu anaendelea na mazungumzo ya kitaalamu ya ngazi ya makatibu wakuu na vyama mbalimbali ili kuona kama wanaweza kuketi chini pamoja na kuona namna wanavyoweza kuainisha kwa utaratibu maalum maeneo ambayo tunaweza kupigana kwa pamoja katika kuitetea demokrasia. Na mwisho ni kuhusu haki za kijamii. Chama chetu kinapigania sana haki jamii kupitia bima ya afya, kupitia hifadhi ya jamii, lakini mwaka huu tutatanua mawanda zaidi, kwa sababu yako maeneo muhimu sana kwa ustawi wa jamii wetu yamefanywa kama bidhaa. Afya, saizi afya ni kama bidhaa. Kama hauko vyema kiuchumi, hauna hakika ya kuishi vizuri, kwa sababu afya, huduma za afya zinauzwa. Kama una hakika ya kipato, una hakika ya elimu nzuri, achana elimu bure, elimu iliyo bora. Na sisi ni mashahidi, tunapigana wote kupigania elimu bora, kwa sababu tunajua bado mfumo wa elimu ya umma haujaimarishwa vizuri. Kwa hiyo elimu nayo imekuwa bidhaa. Ardhi nayo yako mapambano makubwa kule ya wakulima, hasa wakulima wadogo wadogo. Maeneo haya tutayashiriki, kushirikiana na wanyonge ili tuhakikishe ustawi unazingatiwa katika maeneo haya, utu uwepo. Afya ni utu, elimu ni utu.
Chakula ni utu. Maeneo haya ukiyafanya kuwa bidhaa, unakuwa umetengeneza tiketi ya kuishi kutokana na kipato na kufa kutokana na ukapu. Ndio tafsiri nyepesi. Na sisi huwa tunacheka, unasikia napeleka mwanangu English Medium, tunakimbizana kushutu. Tumefanya kuwa ni utaratibu wale wenye tabaka fulani. Elimu ya sekta ya umma iko duni zaidi. Kwa hiyo haya ndiyo maeneo ambayo focus yetu mwaka huu itakuwepo. Kwa hiyo tutatanua, badala ya kusema tu bima ya afya kwa ambao hawafikiwi, badala ya kusema tu fao na bei na kadhalika, tutatanua mawanda haya. Haya ndio maeneo makuu. Nihitimisha kwa kusema kwa nini tunaainisha maeneo. Tunaainisha maeneo kwa sababu chama cha siasa ni ajenda. Ni lazima tangu mwanzo wa mwaka wadau muhimu wa chama ambao ni wananchi wafahamu ACT 2018 inaelekea huku, na muwe mnapimwa kutokana na kile mlichokisema Januari. Yako mambo mengine yanatokea yanaitwa incidental, yaani mambo ambayo yamelipuka katika taifa na yanahitaji reaction yenu. Hayo mtayasemea, lakini hamwezi kuogelea tu. Likitokea hili mnaogelea tu, mnarukaruka tu bila utaratibu maalum. Kwa hiyo haya tuliyoainisha ndio yatakuwa maeneo yetu makuu ya kipaumbele. Mengine yakitokea ni incidental, ni matokeo ya matukio muhimu ya kitaifa ambayo ni lazima tuyatolee opinion au kuyafuatilia. Asanteni sana. Asanteni. Sana kizushi. Off record. Wewe bwana unachonga.